Mambo vipi mwanafamilia wa Digital? Sasa siku ya Ijumaa ndege ya kivita aina ya F-35 ililazimika kutua kwa dharura katika kambi ya Marekani Mashariki ya Kati baada ya kugongwa ikiwa kwenye operesheni ndani ya anga ya Iran. Na Marekani imekanusha pia madai ya Iran kwamba vikosi vyake viliitungua ndege ya kivita ya Marekani aina ya F-15, ikisisitiza kuwa ndege zote za kivita za Marekani zilizopo Mashariki ya Kati bado ziko katika hali kamili ya kiutendaji. Kauli hiyo ya ufafanuzi ilitolewa kufuatia taarifa ya vyombo vya habari vya serikali ya Iran ilivyodai kuwa mfumo ya ulinzi wa anga ya Jamhuri ya Kiislamu ilifanikiwa kuizuia na kuitungua ndege ya Marekani karibu na kisiwa cha Hormuz kwa kutumia kombora la ardhini kwenda angani. Na tukio hilo pia lilidaiwa kutokea wakati wa operesheni dhidi ya vikosi vya pamoja vya Marekani na Israeli katika eneo hilo. Kwa mujibu wa ripoti ya Tehran Times, vikosi vya Irani vilinasa ndege ya F-15 ya Marekani juu ya pwani ya kusini mwa Irani kabla ya kutunguliwa karibu na njia muhimu ya majini. Na ripoti hiyo pia imeeleza kuwa tukio hilo kama mafanikio ya vikosi vya ulinzi wa anga vya Irani na ni kubwa zaidi, limewapa nafasi dhidi ya kile ambacho walikiita uvamizi wa anga wa adui. Aidha pia video iliyosambaa kwenye mitandao ya kijamii imedaiwa kuonyesha vikosi vya Irani vikiingilia na kuitungua ndege hiyo ya F-15 ambayo ni ndege kubwa ya kijeshi iliyotengenezwa kwa teknolojia kubwa ya hali ya juu. Sasa tutaiangalia hii ndege ya F-15. Kitaalamu inajulikana kama McDonnell Douglas F-15 Eagle. Ni moja ya ndege mashuhuri zaidi za kijeshi ambazo zimewahi kutengenezwa na Marekani na imekuwa ikitumika kwa miongo kadhaa na bado inaendelea kuwa muhimu kutokana na uwezo wake mkubwa wa kivita. Hii ni ndege ya aina gani? Kwanza ni ndege ya kivita yenye ubora wa hali ya juu sana. Ni Air Superiority Fighter iliyoundwa hasa kwa kuhakikisha inatawala anga, yani kupambana na ndege nyingine angani, lakini pia kulinda mipaka ya anga na kufanya mashambulizi ya haraka dhidi ya mashambulizi yale ya anga kutoka kwa adui. Na baadhi ya matoleo yake kama F-15E pia yana uwezo wa kushambulia mashambulizi mengine ya ardhini. So ina parts tofauti ambazo zimeundwa kutokana na ndege hiyo. Na vitu vingine ambavyo natakiwa kufahamu kwamba ndege hii muundo wake una sifa tofauti au design yake ni tofauti kidogo. Ina engine mbili ambazo ni twice engine ama twin engine ambazo zinaipa nguvu kubwa na kasi ya juu. Inakuwa na mabawa mapana ambayo yanaongeza uthabiti na uwezo wa kufanya mizunguko ya haraka angani. Na ina kitu kinaitwa cockpit ya kisasa, yani inaweza kuwasaidia marubani kupata taarifa kupitia rada na mifumo ya kielektroniki, na ina mwili mwepesi lakini imara. Inatumia metali maalum, ni metal maalum ambazo zimetumika kustahili zile shinikizo kubwa la uzito, na muundo wake pia umeboreshwa kwa ajili ya kuwa na uwezo wa kujigeuza kwa kasi kubwa angani. Wataalamu wanaita maneuverability, si ndio? Sawa. Kasi ya ndege hii ni kubwa sana. Ina uwezo wa kukimbia takriban kilomita 2400 plus kwa saa, na urefu wa kuruka pia ina uwezo wa kuruka juu sana, high altitude combat. Na rada yake ina nguvu, yani ina nguvu sana, yani inaweza kumgundua adui kutoka umbali mrefu. Na kitu kingine kikubwa zaidi, ndege hii ina uwezo wa kubeba silaha nyingi kuliko kawaida. Inabeba makombora ya anga kwa anga, air to air missiles, lakini mabomu kwa matoleo maalum, na ina uwezo pia wa kupambana usiku na mchana bila kujali hali ya hewa. Kwa nini ndege hii ni hatari sasa? Ina uwezo wa kuangamiza ndege nyingine kabla hata hazijaikaribia, na ina rada na mifumo ya kisasa ambayo inaifanya iwe ni vigumu kugunduliwa kwenye ndege. Ndio maana watu walishtuka sana baada ya hii ndege kugunduliwa na Irani wakaitungua. Ina uwezo pia wa kubeba silaha nyingi kwa wakati mmoja, na marubani wake hawa ambao wanaiendesha wanapata mafunzo ya hali ya juu sana katika kuhakikisha wanapokuwa vitani wanapata ushindi. So ndege hii ilitengenezwa vipi? Tupitie kidogo tupate historia ya ndege hii, namna ambavyo ilitengenezwa miaka ile ya 1960 wakati wa vita baridi. Kwa zaidi ya nusu karne
ndege ya kivita ya McDonnell Douglas F-15 Eagle imeendelea kuwa nguzo muhimu sana ya nguvu ya anga kwa Marekani, ikitumika kama silaha kuu ya kuhakikisha udhibiti wa anga katika maeneo yenye migogoro duniani. Kuanzia kuundwa kwake wakati wa vita baridi hadi kuibuka kwake tena kwenye mijadala ya kimataifa hivi karibuni kufuatia madai ya Irani kuiangamiza, F-15 imebaki kuwa mfano wa jinsi teknolojia ya kijeshi inavyobadilika, lakini pia inabaki kuwa muhimu. So miaka 1960 haikuwa rahisi kwa jeshi la anga la Marekani katika vita vya Vietnam, na Marekani walipata tabu kweli kweli katika vita ile, na hapo ndipo wakagundua mapungufu makubwa kwamba baadhi ya ndege zilikuwa nzito na hazikuwa na ujanja wa kutosha. Lakini pia waligundua marubani walikosa uwezo wa kugundua adui mapema, na kingine ambacho walikigundua ni mapambano ya karibu. Zile dogfight yalikuwa ni hatari zaidi kuliko ilivyotarajiwa. Sasa kutokana na changamoto hizo ambazo walizigundua, walitengeneza dhana mpya, ama ilizaliwa mbinu mpya ambapo ndege lazima ishinde kabla ya kupigana kwa karibu. Yani ilitengenezwa system kwamba ndege lazima ishambulie hata ikiwa eneo la mbali kabla ya kufika eneo la karibu zaidi ya adui. Na hapo sasa ndio ukazaliwa mradi ambao unaitwa FX uliokuja kuzaa F-15. Huu mradi wa FX ndio mradi ambao umezaa ndege hii ambayo leo tumeizungumzia ama tunaizungumzia hapa, namna ambavyo imeshtua wengi baada ya kupigwa, na teknolojia ya Iran imeonekana kuwa kitofauti. McDonnell Douglas F-15 Eagle, ndege ambayo imezua gumzo sana duniani. So kutoka kwenye mradi wa FX ni ndege ambayo ilikuja kuleta mapinduzi. F-15 haikutengenezwa tu kwa kuwa na kasi, bali ilikuwa na mchanganyiko wa vitu vitatu muhimu. Kwanza, ilitengenezwa ikiwa na nguvu ya engine. Kumbuka hapo mwanzo nimekueleza vizuri zaidi. Lakini pia uwezo wa kumove angani, kufanya movements na kulocomote, kufanya maneuverability zile, uwezo wa kujigeuza angani, uwezo wa kupata taarifa, radars and sensors. So hivi vilifanya F-15 kuwa zaidi ya ndege na kuwa ni ndege ambayo ni hatari zaidi ya kivita huko angani. Kwa mfano, inaweza kuona adui hata kabla hajaiona. Yani kabla hujadetect, ndege hii yenyewe ina uwezo wa kugundua adui alipo. Lakini kitu kingine, inaweza kuchagua muda wa kushambulia. Sio kila muda tu inashambulia, lakini ina muda maalum ambao inashambulia, na inaweza kujiondoa haraka ikiwa kuna hali ya hatari. So ndege hii ina uwezo wa kusensi na kugundua muda huu ni hatari na muda huu si hatari, ni salama, naweza kuendelea na operesheni. So tuangalie teknolojia ya ndani. Nini kinachoifanya ndege hii F-15 kuwa ni ndege hatari? Cha kwanza ni radar na sensors ambazo zipo. Radar yake inaweza kugundua ndege adui umbali mkubwa zaidi kutoka ilipo, na kufuatilia pia mashambulizi mengi kwa wakati mmoja. Inaweza kushambulia na kuhakikisha inagundua mashambulizi ambayo yanakuja kwa wakati mmoja hata kama ni mengi. Lakini pia ina mifumo ya kiuongozi ambayo inaitwa avionics. Avionics inampa rubani taarifa zote muhimu kwa wakati halisi. Yani on the time rubani anapata taarifa nini kinaendelea, na inarahisisha pia kufanya maamuzi ya haraka vitani, kwamba kuna hiki kimetokea bwana, rubani geuza. Kwa hiyo inafanya maamuzi yenyewe wakati mwingine bila hata kuwasilisha kwa rubani. Mfumo wa silaha ambao upo pia ni wa tofauti sana. Ina makombora ya mbali ambayo ni beyond visual range, na makombora ya karibu yote inaweza kubeba, lakini pia inakuwa na bunduki ya ndani, ambapo hii inamaanisha kwamba F-15 inaweza kupigana katika kila aina mazingira ya vita kulingana tu na adui namna ambavyo anakuja. So performance yake iko tofauti pia. Kasi yake ni Mach 2+, yani ina uwezo wa kwenda mbali zaidi, kukimbia mbali zaidi. Inazungumzwa karibia kilomita 2400+ kwa saa moja tu inaweza kukimbia ikiwa angani, na uwezo wake wa kupanda haraka sana, high climb rate, speed yake ni kubwa. Ina uwezo wa kubeba silaha nyingi bila kupoteza utendaji, na ina kile kitu ambacho kinaitwa thrust to weight advantage, yani nguvu yake ni kubwa kuliko uzito wake, hivyo inaweza kufanya mabadiliko ya haraka sana angani. Hapa nazungumzia
katika namna ambavyo inakuwa inajigeuza. Na ni ukweli kwamba ina sifa nyingi na imekuwa ikipata mafanikio makubwa sana katika mapambano. Imetumika sana na Israeli katika mapigano ya anga, lakini pia ilifanya vizuri katika vita vya Gulf War tunakumbuka, na inaaminika kuwa na rekodi ya ushindi mkubwa dhidi ya ndege za adui. Lakini kwa uchambuzi wa kina, mafanikio hayo pia yametokana na mafunzo ya marubani na mfumo mzima wa kijeshi, yani satellite, intel, radar za mbali ambazo hutumiwa na Marekani, na pia uwepo wa ushirikiano wa vikosi vya jeshi la Marekani vinaifanya ndege hii kuwa ya mapinduzi makubwa sana. Na badala ya kuiacha, Marekani wameiboresha F-15 kutoka kwenye kizazi cha kwanza mpaka leo. Kwanza imeongezewa rada za kisasa zaidi ambazo zinaifanya iwe hatari, na imeongezewa silaha za kisasa zaidi na mifumo ya kujilinda dhidi ya makombora. Matoleo mapya yanaifanya kuwa karibu na ndege za kizazi cha 4 ama cha 5, na hata katika zama za street fighters. Nafasi ya F-15 imekuwa ni kubwa zaidi hata katika siasa za dunia, ambapo Marekani huwapa washirika wake kama sehemu ya ushirikiano wa kijeshi, na inaongeza pia uwezo wa nchi hizo kujilinda, lakini pia inaongeza ushawishi wa Marekani duniani, ambapo hii inaifanya sasa kuwa sehemu ya power projection. Marekani tunajua anazisaidia ulinzi baadhi ya nchi, hata Jumuiya ya Ulaya pia huwa anaipa baadhi ya vifaa na kiasi cha pesa kwenye bajeti ya ulinzi. Ukifuatilia nchi kama Saudi Arabia, miji kama Abu Dhabi, maeneo kama Qatar kule, maeneo mengi sana Bahrain yamekuwa yakilindwa na Marekani kutokana na kambi zake kuwepo pale. So Marekani anatumia vitu hivi. Ukiachana na hivyo, ni kwamba ni ndege pia ambayo inakuwa na mapungufu baadhi, kwamba inaweza kugunduliwa na rada za kisasa. Inawezekana tulikuwa tukishangaa kwa nini imegunduliwa na Irani, lakini Irani wanaonekana kuwa na mfumo wa ulinzi wa kisasa na rada za kisasa ambazo zimeweza kuigundua ndege hii, na inaweza kulengwa na mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga. Lakini pia inategemea sana taarifa sahihi ambazo ni za intel, za kiintelijensia. So taarifa zisipokuwa sahihi za kiintelijensia, ndege hii inaweza ikaingizwa chaka. Inawezekana hata hicho ndicho kimesababisha. Na hii ina maana kwamba katika mazingira yenye ulinzi mkali, hii ndege inakuwa katika hatari. Sasa tukio la Irani, kwa uchambuzi kidogo wa kina, ni kwamba madai ya Irani ni kwamba wameitungua F-15 Douglas karibu na Hormuz yameibua mjadala mkubwa. Kitaalamu inawezekana kwamba ndege hii imeingia ndani ya mfumo wa makombora ya ulinzi wa anga na haikugundua kwamba ni tishio kwa wakati huo. Lakini pia tunaweza kusema mataifa mengine hutumia propaganda kuonyesha nguvu yake, na habari nyingine zinaweza kutolewa ili kuongeza morali ndani ya wanajeshi. Sasa ukweli ni kwamba Marekani wao walikanusha na wakasema hakuna ushahidi ambao umethibitishwa, lakini tunafahamu Iran waliachia video ikionyesha namna ambavyo wamezitungua. So tukio hili linaonyesha mambo mawili muhimu. Kwanza, teknolojia haimaanishi kutoshindwa, kwamba hata ndege bora inaweza kushambuliwa, lakini vita ya taarifa ni muhimu sawa na vita ya silaha, ambayo ndio imekuwa mbinu kubwa kwa mataifa ya sasa. Kinachoaminika mara nyingi kina nguvu sana kuliko kinachotokea. Kwa hiyo anachokifanya Irani pia kinaweza kikawa na manufaa makubwa. So kwa zaidi ya miaka 50 Douglas F-15 Eagle imebaki kuwa moja ya ndege bora zaidi za kivita duniani, na imebaki kuwa alama ya nguvu ya anga ya Marekani, na pia ina mifumo muhimu katika mikakati ya kijeshi ya nchi ya Marekani. Lakini katika dunia ya leo sasa, ushindi hauamuliwi na silaha, bali taarifa, teknolojia na mbinu. So kwa namna hiyo, Irani wanaweza wakawa wako sahihi kutokana na ubora wa teknolojia yao ya kujilinda na teknolojia yao ya mashambulizi. So hiyo ni F-15, ndege ya Kimarekani ambayo imekuwa kubwa sana ikifanya kazi. McDonnell Douglas F-15 Eagle ndo tumeizungumzia kwa leo. Next time tutaizungumzia F-35 ambayo pia imekuwa